Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV na karibu tuzungumzi na tuachakati yale yote yanayoendelea kujili kwenye ulimwengu wa soka la kimichezo. Afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally amezungumza ama amefunguka kuhusiana na usajili wa Chota Clatous Chama ambaye ni mchezaji alikuwa akisadikika kurejea tena ndani ya klabu ya Simba Sports Club baada ya kutoka katika klabu ya Africans na kwenda katika klabu ya Singida Black Stars, na sasa yupo huko katika klabu hiyo ya Singida. Lakini tetesi zimekuwa nyingi akihusishwa kurejea ndani ya klabu hiyo ya Simba. Ahmed Ally yote hayo ameyazungumza na amefunguka kuhusiana na usajili huo wa mchezaji huyo, kwamba ni kweli dili limekamilika kumrejesha Chama katika klabu hiyo ya Simba ama la. Yote tutamsikia hapa kupitia ZTV. Cha kufanya ni kimoja tu, ukiwa hujasubscribe basi usubscribe sasa, ili wa kwanza kabisa kupata update mbalimbali za kimichezo kutokea ZTV. Lakini pia amegusia kuhusiana na Luis Mixon kuhusishwa kurejea ndani ya klabu hiyo ya Simba. Huyu hapa Ahmed Ally, tunaungana naye tusikie kile ambacho ameweza kukizungumza. Usajili unafanywa kwa kutumia jicho la kitaalamu, na jicho la kitaalamu maana yake linaongozwa na mkuu wa benchi la ufundi. Steven Becker ndiye mwenye uhalali wa kusema nani asajiliwe, nani aachwe, nani aongezwe, nani afanye kitu gani. Ni Steven Becker. Kama kuna shinikizo la wanachama, inawezekana wakawa wako sahihi, lakini inawezekana ukamleta mchezaji ambaye ni shinikizo la watu alafu asiweze kuingia kwenye mipango ya mwalimu. Kwa hiyo mtu wa mwisho ambaye ana mamlaka ya kusema kitu gani nataka kwa mchezaji ni mwalimu Steven Becker ama benchi lake la ufundi, na wao wakitoa mapendekezo hayo ama maoni hayo, jukumu letu viongozi ni kufanya kazi na kumleta mchezaji husika. Na vipi kuhusiana taarifa za Luis Mixon kurejea Msimbazi? Hizi nazo zikoje, kwa sababu mmekuwa mkihusishwa kwa muda mrefu hivi sasa baada ya kiwango kizuri ambacho amekionyesha kwenye ligi anayochezea? Kusema kweli hizo nazo sina taarifa zake. Tusubiri tu mtandaoni. Hizo ni taarifa za na unajua Michael, kutokana na matokeo mabaya ambayo Simba tumeyapata kwenye mechi hizi mbili, zinapelekea kila mtu ahisi ana uwezo wa kutatua hiyo changamoto, na zinapelekea kila mtu ahisi fulani anaweza kuwa suluhisho. Kwa hiyo ndio maana leo Chama, kesho Mixon, kesho kutwa atakwambia mrudisheni Okwi, kesho kutwa mrudisheni Kaseja, yote hayo ni kutokana na kupanic na kutapatapa kwa watu ambako wana kiu ya kutaka kuiona Simba yao inafanya vizuri. Lakini njia sahihi ya kutatua changamoto mlizokuwa nazo sio kuanza kumrudisha fulani ama kufanya kitu fulani, ni kuangalia njia mpya ya kuboresha mambo yenu, kuleta watu wapya wenye kiu, wenye njaa, wenye shauku na mafanikio, na kuwaleta kwenye timu yenu, kuwapa nafasi ili waweze kuwasaidia. Mimi rai yangu ni moja, kwa Simba tupunguze hasira, tupunguze mihemko, tupunguze pressure na wasiwasi. Tuache benchi la ufundi, tuache viongozi wafanye kazi kwa ufasaha kwa ajili ya kuleta wachezaji ambao watakuja kuiboresha timu yetu na tufanye vizuri. Lakini jambo la msingi ambalo ninyi mnapaswa kuambia mashabiki wa Simba kwamba hatuna timu mbaya ya kutufanya tuhamanike kwenda sokoni hivi sasa. Tuna kikosi bora sana, tuna wachezaji wazuri sana ambao kabla ya kuleta mchezaji mpya, cha kwanza tunachopaswa kufanya ni kuhakikisha hawa waliopo wanajitoa kwa 100%, wanatupa ubora wao kwa 100%, alafu ikishafika 100% yao ndio tuangalie kitu gani kinapelea tuweze kuongeza. Lakini kwa sasa wachezaji ambao tuko nao bado hawajatupa ile 100% yote ya kusema kwamba hatuwadai kitu. Bado tunawadai ubora wao, wakituonesha ubora wao wa kutosha, alafu pengo litakalobakia tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kusema hapa sasa hebu tuongeze kitu fulani. Na labda kwa kuhitimisha, Ahmed, hali ya mlinda mlango Yakubu ipoje? Lakini pia wakati huo na mashabiki wangependa kufahamu kuhusiana na hali ya Pinpin Kamara ambaye alikuwa ni majeruhi muda mrefu.
Pimpin Kamara anaendelea vizuri, jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwishoni mwa mwezi huu wa kwanza anatarajia kurejea kikosini. Ni jambo jema na taarifa njema kwa Simba. Hali ya mlinda mlango wetu Tanzania One Yakubu Suleiman bado sijapata updates mpya tangu amewasili kutoka Morocco kwenye AFCON. Nitaendelea kufuatilia kutoka kwenye jopo letu la madaktari. Taarifa nitakayopata nitaifikisha kwako. Shukrani sana. Asante sana.